Viongozi wa dini mbalimbali mkoani Shinyanga wameungana kutoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake ya kizalendo na yenye maono aliyoitoa wakati wa uzinduzi wa bunge hivi karibuni. Kwa niaba ya JMAT mkoa wa Shinyanga, napenda kuchukua fursa hii ya kutoa tamko la kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba yake nzuri siku aliyokuwa akihutubia bunge letu. Hotuba yake ilitufariji. Hotuba yake iliponya mioyo ya watu walikuwa na majeraha. Hotuba yake ilitufanya tuone kwamba mwelekeo wa nchi yetu sasa unakwenda vizuri. Na hasa pale mheshimiwa baada ya kugundua kwamba tatizo kubwa katika jamii ya wananchi wa Tanzania ni swala zima la vijana ambao ndio kwa kiasi kikubwa walionekana katika jamii ni wahanga wa yale yaliyotokea. Kwa mtazamo huo, Mheshimiwa Rais katika uteuzi wake wa baraza la mawaziri akamteua waziri na kuteua wizara maalum inahusika na masuala ya vijana tu. Jambo hili limewafanya watu wengi wa Tanzania wengi kufurahishwa na jambo hilo. Hivyo sisi tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais na tuko pamoja naye kwa yote, kwa dua na kila kitu, kwamba alichokifanya ni kizuri, na tunamuomba asirudi nyuma, aendelee na msimamo wake kusimamia maridhiano, lakini pia tuhakikishe nchi yetu inaendelea kuwa ya amani na utulivu kwa kutegemea maongozi muhimu ambayo anaituongoza kama kiongozi wa taifa letu. Tuko hapa kama wana umoja wa ushirikiano wa dini mbalimbali mkoa wa Shinyanga, tukiambatana na timu nzima ya amani katika mkoa wetu wa Shinyanga. Kwa umoja na kwa mapatano kabisa, tumekuwa na mikakati maalum juu ya mustakabali wa taifa letu, hususan kuliweka au kuliombea mbele za Mungu wetu, ili ya kwamba Mungu akapate kuhusika katika swala zima la amani, lakini pamoja na mtangamano wa taifa letu. Na tumeendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kutokana na jitihada mbalimbali ambazo anajaribu kuzifanya ili kulirejesha taifa letu katika hali nzuri, katika amani na mtangamano mzuri kwa pamoja. Tunampongeza pia hata kwa uteuzi wake wa baraza la mawaziri, hususan kwa kuongezea wizara ya vijana. Tunajua vijana ndio nguvu kazi ya taifa na ni taifa la kesho. Vijana wetu wanahitaji uelewa wa kutosha, lakini wanahitaji msaada wa kutosha ili waweze kuwa vijana wazuri na bora wa taifa la kesho. Kwa hiyo tunampongeza kwa kuongeza hiyo wizara ya vijana. Tunaamini ya kwamba vijana wetu watasaidika na watakuwa vyombo bora katika taifa letu. Tafsiri ya hotuba hiyo kwa Watanzania inaonyesha dhamira ya dhati kwa Mheshimiwa Rais, kwamba ana dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba Watanzania ama taifa la Tanzania linakuwa ni taifa ambalo wananchi wake wanaishi katika maisha yanayozingatia haki na maridhiano. Tafsiri hiyo basi, Watanzania kwa ujumla tuwaombe waendelee kushirikiana na kuishi kama taifa moja linalozingatia umoja na mshikamano kwa mustakabali wa maendeleo endelevu. Wito wa viongozi wa dini ni mmoja: tushirikiane kwa umoja, tuendelee kumwombea rais wetu na viongozi wote wa nchi ili Tanzania iendelee kuwa taifa lenye amani, umoja na maendeleo. Kwa pamoja tunajenga Tanzania mpya yenye mshikamano na matumaini.